Leo nataka niongelee jambo moja ambalo nimelishuhudia siku ya tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Watu wengi wanajisahau sana. Watu wengi wa leo wanajisahau sana. Sifahamu kuhusu watu wa zamani, ila wengi wa siku hizi wanajisahau sana, hasa vijana na wazee ambao wanajifanya vijana. Siku hiyo nilikuwa nimeshuhudia jambo moja ambalo ni la tofauti sana. Watu huwa wanapenda kuyaona matatizo yao na kuyatafsiri kwa kina sana, jambo ambalo sio baya kwa binafsi wao. Hili jambo sio baya kabisa. Watu wengi hawa wangekuwa na umakini kidogo wa kuangalia uhusiano wao na matatizo yanayowakabili, tusingekuwa na jamii ya namna hii. Wengi wa leo wanaamini matatizo yataisha na watafanikiwa bila kujali pande mbili. Yaani upande wa uhusiano wao na matatizo yanayowarudisha nyuma, na uhusiano na yale ambayo yanaweza kuwafanya wafanikiwe. Na uhusiano na yale ambayo yanaweza kuwafanya yafanikiwe. Jana, hiyo siku hiyo ya tarehe 16, nilikuwa nimesimama, nilikuwa nasubiria usafiri. Ilikuwa ni Dar es Salaam, ilikuwa maeneo ya Kongowe pale kwenye stendi ya kuna majaji pale, daladala zinapaki pale na pilika zipo. Sasa nikaa nimetulia pale pembeni ya barabara. Basi nikawaona wazee wawili. Wazee hao ni wale ambao huwa wanafanya kazi za kupandisha na kushusha mizigo. Wazee wale walitoka kushusha magunia ya mihogo, sijui ni wapi, lakini wakawa wamekuja na vipande kadhaa pale, wakawa wamekuja na mihogo kadhaa kwamba wauze waweze kupata riziki. Fungu la kwanza walikuwa wanauza 500, na lingine walikuwa wanauza 500, na lingine walikuwa wanauza shilingi 1000. Sasa walikuwa wamesimama dereva bajaji wawili pale mbele ya kale kamfuko walikuwa wameweka mihogo yao pale, wale wazee wawili. Walikuwa wanapiga story muda mrefu, nilikuwa ninaona wanapiga story muda mrefu. Lakini ile tukio liliendelea mbele yao. Baada ya wale wazee kutoka, wale vijana wawili, kijana mmoja alienda kwenye lile fungu moja la 500, akapangua kwa chini, akachomoa muhogo mmoja. Alikuwa na kisu kwenye bajaji yake pale, akamenya, akamkatia na mwenzake wakaendelea kula. Sasa mimi nikaa nawaza kwamba sasa hawa wazee wametoka kushusha mizigo, wamepata ili wapate na wao 100 ya matumizi yao huko. Huenda huko wanakoishi wanalipa na kodi. Nikaa nawaza, lakini nikaamua tu kutazama ili jambo jinsi linavyoendelea. Wale bwana akaendelea kula. Wale wenye miogo wakaja wale. Kumbe nao wale wazee huwa wanafanya kazi ya kusema, bajaji amebaki mmoja, Mbagala amebaki mmoja, sijui Vikindu amebaki mmoja. Wale wapiga debe kwa ajili ya bajaji. Basi bwana, wale wazee wakaja wakaangalia, wakawa wamekaa kimya. Nikasema kumbe hawa watu ni wasela, yaani watu wanaojuana. Lakini hata kama wanajuana, hivi ni kweli bajaji anaweza akatoa hata 500 aseme bwana chukua hivi bila yule bwana kufanya kazi? Bwana yeye ameenda kuchukua mwogo wake pale hata bila kufanya chochote tu yani. Nikasema nisiingilie maisha yao hawa. Nikaliacha hilo jambo jinsi lilivyo, ila niliwasikitikia wale vijana wawili, kwa sababu pale kiukweli katika uhalisia walikuwa ni wenye makosa, hata kama sijui maisha yao wengine ya nyuma na wale wazee. Mimi nikajisemea haya ni makosa, lakini sikuwa na la kufanya lolote. Nikaendelea kusimama hapo.
Nikaendelea nisimama muda mrefu sana kama saa 1:30. Nilikuwa kuna mtu namsubiria na vile vile nilikuwa navizia usafiri pale wa kwenda mahala. Nikaendelea kusimama pale, nikasimama pale pembeni tena ulikuwa bwana mdogo alikuwa anauza bisi. Alikuwa anauza bisi na madude fulani pale ya kutafuna. Kwenye zile mifuko midogo midogo. Kulikuwa 500 na 500, ilikuwa vya 500 pale na 1000. Alikuwa anauza bisi. Sasa akaja mzee mmoja kwa kule kijana. Hakuja, mimi tu ndo nishuhudia ile tukio. Kuna kijana alikuwa ananunua madude ya kutafuna pale ya 200. Ilikuwa ya 200, si ilikuwa ni vitu gani vile wanakuwa wamevikausha namna fulani, sijui hata jina lake. Akanunua 200. Sasa mzee mmoja akawa anapita pale akasema, kijana, naomba uninunulie bisi ya 500. Yule kijana akamuonyesha mkononi, kweli naye sija alikuwa ameagizwa. Yule kijana kumbe naye amebaki na 300. Na bisi anayoitaka mzee ni ya 500. Alikuwa amebaki na shilingi 100. Na bisi anayoitaka mzee ni ya shilingi 500. Mimi mfukoni nilikuwa na 200. Nikasema, kijana, chukua hii 200. Anataka nini? Akasema nataka hiyo ya 500. Mimi nikarudisha 200 yangu mfukoni. Kweli yule mzee wakati anataka anunuliwe hiyo bisi alikuwa ameshika shilingi 1000 mkononi wake na ilikuwa inaonekana. Alikuwa ameshika shilingi 1000. Akanambia, kijana, naomba ninunulie hiyo. Sasa mimi nikaona isiwe tabu, nilikuwa na shilingi 1000 mfukoni. Nikatoa ile shilingi 1000 nikampa mzee. Akanunua ile bisi yake 500 akaweka, akapaki kwenye koti lake, lile koti la babu. Yale mkisema koti la babu halikosi chawa. Nile. Akaweka, akaendelea na shughuli zake. Baada ya kama dakika 3 hivi, wale vijana kumbe walikuwa kule mzee wamemuona anakotokea. Na kumbe wanamjua huwa anapita pale kuomba na kwa style ile. Sasa wakaja maeneo ya karibu na mimi pale wakawa wanajisemesha kwamba huyu mzee huyu anakuja kutuchola tu huyu. Anataka kutuumbua. Tuangalia pale ameshika shilingi 1000. Afa anamwambia yule kijana amnunulie. Sema na sisi katukuta huko kafanya hivyo hivyo tukamkazia tu. Wazee wengine jao. Na kuna mama mmoja pale pembeni akasema, na alikuwa ameshika hela mkononi kabisa, hataki kutununulia hela yake. Sasa mimi nikawaangalia wale vijana nikasema, ni mambo ya duniani tu, tuangalie tu. Sasa muda ukafika, yule ambaye nilikuwa nitakiwa kuonana naye akawa nipigia simu pale, tumewasiliana, ile appointment ikawa imekufa. Basi mimi nikachukua usafiri, nikawa nimeenda zangu, nikachukua bajaji nyingine tofauti na wale. Sasa wakati tumefika pale kituoni nilikokuwa nashukia, wengine walishuka njiani, lakini nilishuka pale kituoni nilikuwa na mama mmoja. Ni mama ambaye hana hali mbaya ya kiuchumi. Nikisema hivyo unakuwa umeelewa. Hana hali mbaya ya kiuchumi. Mimi nishajua kabisa kwamba zamani tulikuwa tunalipa shilingi 500 kutoka pale hadi hapa, lakini sasa hivi kutokana na mambo ya mafuta imekuwa shilingi 1000. Kwa nini nilikuwa najua, lakini yule mama hakujua. Kwa katika matumizi yake kwa alikotoka mbeba mafungasho yake alikuwa amebaki na 500 kwamba ni ya nini? Ni ya usafiri. Basi akawa anampa yule jamaa dereva bajaji. Kwamba mimi nilijua ni 500, afu sio kwamba tu nilijua ni 500. Kuna mtu nilipanda asubuhi kutoka hapa hadi pale niliponipandishia nikamlipa 500. Sasa alipopokea 500 mimi sikujua kama hadi kuna mabadiliko, yani sikujua na sijasafiri muda mrefu maeneo haya. Yule kijana akasema, kama nikupandisha ni huyo tu, lipa ya buku. Hapa ni shilingi 1000 bwana. Hapa ni shilingi 1000, haiwezekani. Nikatazama. Basi yule dada akasema, isiwe kesi. Mimi keshi nilikuwa nibaki na 500, lakini kwenye simu yangu hapa kuna hela. Nitumie namba yako nitakutumia na tutaongeza na visenti hapo. Ili kwa sababu ni hela ambayo ni pesa ambayo ni pesa ya muamala. Basi mimi nilitokea likali imeenda. Lakini nilipofika nyumbani nikawa natafakari kwamba hivi yale matokeo yote yana maana gani mbele yangu? Kwa sababu mimi huwa nafundisha hapa masomo ya kiroho. Wakati natafakari hilo jambo nikapata masomo mengi sana, nikasema nitasimulia hichi kitu hadharani, yule mwenye kuona aone na atafakari asije kufanya tabia kama hii. Ndio maana
nimekuja kwamba watu wanaona matatizo na kuyatafakari kwa kina, jambo ambalo ni zuri, lakini wanashindwa kuangalia uhusiano wao na matatizo. Kwa mfano kijana kama yule anaenda anamkatili yule mtu ambaye ametoka kubeba mzigo, anakula bure, anakula bure dereva bajaji, lakini yeye ikifika kwenye sekta yake hakuna bure, hakuna bure. Yaani mwingine hakuna bure kabisa, kata. Yaani yeye hata kama situation inaeleweka, yeye hawezi kufanya hisani. Yeye anajifanya tu ni msimamo ule kwamba huwezi ukipata, wanaona maneno yao, ili upate lazima uwe na kaksi, sijui nini, vitu kama hivyo. Lakini lazima utumie akili ya kutafakari. Ni kweli ni lazima katika scenario nyingine niwe mkali, lakini scenario nyingine nisiwe mkali. Yaani mazingira mengine, yaani lazima utumie akili kuchuja mambo. Ndio maana una kichwa na akili. Kumbe matatizo yanaweza yakawa yanaingilia huku, wewe unayatafsiria huku. Leo na kesho wale vijana wakapata matatizo, hawezi kutafakari kwamba walishawahi kufanya makosa ya kiroho. Maisha yetu haya yanaungana kwa ukaribu sana na maisha ya kiroho. Yanaungana kwa karibu sana 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 na maisha ya kiroho. Inampasa kila mmoja kuwa makini na matendo yake. Kuna muda unaweza ukawa umetoka kupata fedha, unatakiwa ufanye shukrani. Pale unapopata unatakiwa ufanye shukrani, hata kwa udogo kiasi gani. Uonyeshe moyo wa kushukuru kile ambacho umekipata. Iwe umepata maarifa mapya siku hiyo, nacho ni kipato. Uwe umepata mbinu mpya ya kukabiliana na tatizo fulani, nacho ni kipato. Uwe umepata kipato cha kiuchumi, nacho ni kipato. Kwa hiyo katika mazingira unayoyaona yale, inakuja situation ya picha kama huyo mtu ambao unamjua anapitaga kila siku, huyo ili tu wewe ujaribiwe. Ukishinda jaribu hiyo, basi unaenda ngazi nyingine ya kupata. Lakini hicho kitu ambacho watu hawafahamu, wanaita kila siku kwamba ni dua, kila siku wanasema sala, kila siku wanasema sijui wanataka malengo yao yafanikiwe, lakini hawezi hata kuangalia pattern za lugha ya ulimwengu. Lugha ya ulimwengu wa kiroho, jinsi unavyowasiliana nao live machoni kwao. Ngoja nikusimulia ili nisiwe mchambuzi sana, kwa sababu ni jambo ambalo linatafakarisha. Kuna kitu wewe mwenyewe utapata na utachambua kwa ubongo wako. Yaani mimi nimekusanua ili ubongo wako uweze kuchambua na ukae upande kwamba katika situations hizo wewe ulikuwa upande gani, sababu hapo kuna wema na ubaya. Wewe uko upande gani? Upande wa wema au ni ubaya? Kwenye wema kuna mengi, kwenye ubaya kuna mengi. Kwenye mabaya kuna makao makuu ya ubaya, na kwenye wema kuna makao makuu ya wema. Kwa hiyo ni juu ya mtu mwenyewe. Asante na niwatakie wakati mwema.